SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mwenge wa Uhuru 2025 ukiwa unaendelea kumulika mikoa yote ya bara na visiwani, ambapo umebeba ujumbe wake: shiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mwenge wa Uhuru umepokelewa na mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudi, huko katika uwanja wa ndege wa Zanzibar ukitokea mkoa wa Tanga, na kumkabidhi mkuu wa wilaya ya Kusini Unguja ili aweze kukimbiza na kukagua miradi ya maendeleo wilayani humo. Nikiwa nimeupokea Mwenge wa Uhuru pamoja na kiongozi na wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025. Mwenge huu wa Uhuru ukiwa mkoa wa Kusini Unguja, tunataraji kuukimbiza katika masafa ya urefu wa kilomita 193.56 na utatembelea miradi, utafungua miradi ya maendeleo pamoja na kuweka mawe ya msingi. Jumla ya miradi 8 inatarajia kutembelewa, kufunguliwa na kuwekewa mawe ya msingi yenye thamani ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 200,889,470,475. Vile vile Mwenge huu wa Uhuru ukiwa katika mkoa wa Kusini Unguja, katika wilaya zake mbili, wilaya ya Kusini Unguja na wilaya ya Kati, utaweza kutembelea katika shughuli 10 mbalimbali za kijamii, za vijana, za mazingira na kadhalika. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi wa nyumba za madaktari wilaya ya Kusini Shehia Kitogani, kiongozi wa mbio za Mwenge Ismail Aliusi amesema kutokana na juhudi zinazofanywa na serikali katika kuinua sekta ya afya nchini, imeona ipo haja ya kuwajengea nyumba za kisasa ili wagonjwa wanapofika hospitalini hapo wasiwe na kusumbuka wakati wa kupatiwa huduma. Ndugu zangu, leo hii tumekuja kujionea nyumba hizi za kisasa ambazo na kukaa afya. Kwa kweli hapa tuna kila sababu ya kumsemea mazuri, ya kumsemea kwa upendo Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa sababu na yeye ameendelea kuenzi Mwenge wa Uhuru. Kwa sababu leo hii wananchi wetu wakija kwenye hospitali hapa, kama daktari ambaye anahusika na ipo karibu, ni kitendo cha kutoka dakika moja kwenda kumwita daktari akaja kumhudumia mwananchi huyo. Kwa kweli hili ni jambo kubwa na ni jambo ambalo kwa kweli wana Kitogani tunatakiwa tusimame kidete kuhakikisha, kwa vile mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kama Mwenge wa Uhuru unavyosema. Kauli mbiu yake, tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Dr. Hussein Ali Mwinyi oye! Akitoa taarifa ya mradi wa nyumba za madaktari, Dr. Marijani Msafiri Marijani amesema pia itasaidia kupunguzia gharama za usafiri wa kuja na kurudi kazini kwa wafanyakazi wanaoishi. Gharama za awali za mradi huu unagharimu shilingi bilioni 4,740,445. Hadi kufikia sasa jumla ya shilingi bilioni 3,442,378 zimeshalipwa, sawa na 83.5%. Aidha, ujenzi huu umefikia 94%, ambapo nyumba hizi zinatarajiwa kuhudumia familia 16 za wafanyakazi wa hospitali hii kulingana na Pamoja na hayo, Mwenge wa Uhuru umetembelea mradi wa kisasa wa kuimarisha sekta ya nishati na upatikanaji wa huduma ya umeme huko kijini Makunduchi, ambapo mradi huo una dhamira ya kuondosha changamoto ya upatikanaji wa umeme na kuleta ajira kijijini hapo. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa kitaifa, shughuli za mradi huu zinatekelezwa na Wizara ya Maji, Nishati na Madini, na nyingine pia zinatekelezwa na Shirika la Umeme Zanzibar. Gharama za shughuli zilizotekelezwa na Wizara ya Maji, Nishati na Madini ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 10.5, ambazo ni wastani wa shilingi bilioni 27 na milioni 300. Na gharama kwa ajili ya shughuli zilizoelekezwa na shirika la ZECO ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 131.5, sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 3 milioni 419.
Hata hivyo, Mwenge wa Uhuru umetembelea mradi wa barabara Kitogani Paje yenye urefu wa kilomita 10.6, kuweka jiwe la msingi hoteli ya Johari Beach Residence, ufunguzi wa skuli ya maandalizi na msingi Mize wa Mizebwe Juu na upandaji wa miti katika skuli ya Hasnuma Kame Kibuteni. Hamida Mohamed, SNTV. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.